Sawa, lakini mjomba, we na mama kuna kitu mnanificha kuhusu yule kijana. Kuhusu yule kijana? We kelele! Lakini kaa kimya! Mimi siwezi kuishi bila Kendi wangu mimi. Niache usishikilie. Unajua sikuelewi. Muda mrefu umeniita uzungumzi, una kazi ya kujifinya finya tu hapo. Kwani uchei nini? Alafu unajua hata kukaa kusikiliza hapa ni kwa sababu Father House tu ameniambia nikusikilize. Nina mambo mengi ya kufanya. Kuficha itakuwa ni mbaya sana. Na kusema ukweli, hisia zangu zipo juu yako. Please, naomba usikatae. Naomba tuwe wapenzi. Binamu. Binamu. Yaani binamu usikuamini binamu yangu. Kendi amekuja nyumbani binamu. Wewe, Kendi amerudi? Alhamdulillah. Mungu kasikia kilio chetu. Binamu una haja ya kufurahi. Yaani Kendi amekuja nyumbani sawa, lakini amekuja na tabia tofauti ambayo mimi nilikusudia ndani ya moyo wangu. Yaani kuna muda bora Kendi hata angechukua mkuki angenichoma katika mwili wangu. Angalau maumivu angekuja na baada hapo angetoweka. Lakini Kendi amenipa maumivu mazito sana ndani ya moyo wangu binamu. Unamaanisha nini binamu? Yaani huwezi kuamini binamu. Kendi anakuja nyumbani, anasema mimi nimpatie talaka. Yaani Kendi anataka tuachane mimi na Kendi. Sasa mimi naweza vipi kuishi bila Kendi binamu? Jinsi ambavyo mimi nimemzoea Kendi wangu, naweza vipi kuishi bila Kendi binamu? Lakini wewe usiende nyumbani kwao. Mama yake alikwambia nini? Binamu, yaani hata wewe mama yake hana mchango wote juu ya jambo ambalo limetokea. Zaidi tu nimefika pale mama yake mwenyewe anazidi kunipa lawama. Anasema kwamba mimi ndo sababu ya binti yake kuondoka nyumbani. Na kibaya zaidi ananiambia kwamba chochote ambacho kitamkuta binti yake, mimi nitahusika kwa 100%. Alafu leo hii Kendi anakuja nyumbani, anakuja kunidai talaka. Binamu, kwani mimi kosa langu liko wapi? Nini ambacho mimi nimekosa katika dunia hii mpaka yote ananikuta binamu? Yaani nimechanganyikiwa, sielewi nini cha kufanya. Sielewi binamu yangu. Mimi nilijua tu kama mama yako ana nidhamu ile, wewe utakuwaje? Kwa hiyo umekaa ukafikiria kabisa, yani kwa nini usikae na mama yako ukamwambia akupe misingi ya Muafrika? Wanawake wa Afrika hawana tamaduni hizo. Kwa hiyo hujaona njia yoyote ya kutumia isipokuwa ni hiyo, sio? Lakini mimi ni mtu mzima. Nina uwezo kujipangia maamuzi yangu mwenyewe bila hata kushirikisha wazazi. Kwa hiyo ndio ukaona utumie njia hii?
mimi nilimfuata baba mwenye nyumba yako. Nilimwambia hili swala lakini yeye ameogopa kukufuata. Nisikilize, hata kama unatakiwa utambua kuwa wewe ni mwanamke, lazima ujue thamani yako. Na kama ningepata bahati ya kuwa kaka yako, ningekufundisha namna ya kuwa na maadili na vipi namna ya kuishi. Mke wangu, yaani siku ya leo ujue imechangamka. Yaani siku imechangamka vizuri kweli yani. Umeona picha linavyoendelea lile? Yaani lile picha naweza nikasema sasa lile linaitwa picha la kiburudani. Hivi unajua siku ya leo imechangamka sana. Kwa sababu cha ajabu mama kamkataa mtoto. Mtoto kavunja undugu. Lakini kilichonifurahisha zaidi, dada kampenda kaka. Alafu bwana mjomba amenipigia saundi. Bwana mjomba wangu anapopiga saundi anang'ata hadi kucha. Sasa leo ndo nimeamini kwamba malipo bwana ni hapa hapa duniani. Umeipenda leo? Pole sana binamu yangu. Najua maumivu unayoyapitia. Lakini siku zote kipimo cha mwanamke aliye bora hupimwa wakati wa matatizo ya mume wake na si wakati wa raha. Unajua sisi wanawake tumeumbiwa subira na uvumilivu. Lakini wengi kati yetu tunautumia uvumilivu, ndiyo maana una kikomo kwenye kuvumilia kwake. Mimi naelewa ameshindwa kuvumilia hiyo hali uliyokuwa nayo. Binamu, hivi mimi mguu wangu ulikuwa unapona muda sio mrefu. Ameshindwa kunivumilia japo kidogo tu anivumilia nipone kabisa nisimame mimi. Anaondoka na niacha katika hali kama hii. Mimi nitafanya nini? Yeye ndo alikuwa msaada wangu katika dunia hii. Naishi kwa kumtegemea mke wangu Kendi. Leo hii ameondoka bila mimi, nafanya nini binamu? Usijali binamu. Kilichokuwa chetu kitabaki kuwa chetu. Ila kama kikiondoka basi sio riziki yetu. Kendi binamu Kendi nimemzoea, kinachoniumiza ni mazoea. Mimi Kendi nimemzoea mke wangu. Kendi ameondoka binamu, Kendi ameondoka. Pole binamu, naelewa, ila usijali, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Ndio maana hata ulipopata matatizo mimi nilimuomba shangazi mje tukae wote hapa, lakini shangazi alikataa. Yote kwa yote, mimi nikuahidi nitakuwa pamoja na wewe, nitakuwa bega kwa bega na wewe, nihakikishe nairudisha hiyo furaha ambayo unaipoteza kwa sasa. Yaani unanichekesha, unanifurahisha sana. Ina maana wewe unafurahi, si ndio? Yaani wewe anaoendelea huko ndani wewe anakufurahisha. Hivi mme wangu, kwa nini usiwaambie tu ukweli? Kwa nini usimwambie yule ni kaka yake? Wewe unazungumza nini wewe? Wewe mpumbavu mwenzangu. Wewe unaona kabisa mtu kashakataa undugu yule. Alafu nimlazimishe ili iweje? Nigombane na nkali wangu mimi kwa sababu kumlazimisha undugu. Sikiliza. Ni hivi. Wale tuache kama walivyo. Mimi nimefurahi kutoka moyoni. Sawa? Tena nilichokipenda zaidi, mimi ninachokiomba mpaka sasa hivi unavyoona. Wale bwana kwenye shughuli yao. Kwenye shughuli yao wale mimi ndo nawatafuta. Mimi ninachokiombea hapa, nishaona kabisa njia imekaa kwenye reli. Umeona Kwa sababu mama amekataa nisiwajulishe kama wale ni ndugu. Mimi naomba wale waoane kabisa, iwe shughuli kubwa. Tena hapa nitalifunga dundo. Nikifunga dundo hapa naita majirani, ila siwaambii. Unanielewa? Hapa panakuwa pa mume, alafu kwa mke ni kule kwa mama yake. Ina maana watu wa Vigoma naambia nikamchukue ni mwali kule kwa mama.
wamlete hapa kwa baba hapa, ambaye ndo mimi sasa mjomba. Unanielewa? Na pale shi atapokuwa anauliza pale, jamani, je, umekubali fulani kuolewa na fulani? Mama sasa hapa atakuwa pembeni hapa. Mama atakuwa pembeni hapa, nasikilizia hayo maneno. Yeye ndo ataamua hapa abaki upande wa shule au abaki upande wa watoto. Alafu nitakuwa najiuliza hapo, sijui ataniitaje, sio atanitamkwe, sijui yani. Hasa mme wangu, jaribu kufikiria. Kesho kutwa hao watu wameoana. Sisi tutaweka wapi sura zetu? Kwani sasa hivi sura zetu tumeziweka wapi? Na kuuliza hizi sura sasa hivi tumeziweka wapi? Sisi zinaonekana tumeziweka wapi? Sikiliza bwana, hiyo siku ya shughuli ndio tutajua sura zetu tunaziweka wapi. Kama tutazifungia kwenye kabati au tuziweke kwenye mfuko. Lakini nakuahidi hapa nitashusha bonge la dundo. Hadi hiyo siku itakuwa patapa. Umeona bwana? Basi nikana najikuna muda ule, nimejikuna mke wangu. Mjomba. Tasha mwanangu. Mbona uko mbio mbio hivyo mwanangu? Unaenda wapi? Na huyu Kendi mwanangu atakuja kukutoa roho. Atakuua. Nini shida? Kendi mama. Nilijua tu. Haya, amefanya nini? Lipi jipya limejitokeza? Umejua alipo? Yani mama, huwezi kuamini. Kendi amekuja nyumbani pale na rafiki yake. Amekuja kuchukua kila kitu chake na ameondoka. Na kibaya zaidi Kendi asema mimi nimpatie talaka. Kweli? Mimi naweza kumpatia talaka mke wangu namna ambavyo nampenda? Unasema talaka? Mama, sio talaka tu. Kibaya zaidi Kendi amekuja nyumbani amevaa nguo za ajabu ambazo hazina maana. Yaani Kendi huyu ambaye sisi tunamjua sio yule ambaye amekuja nyumbani pale. Nimefanikiwa ila sio sana. Anaonekana ana hasira. Ila siwezi kukata tamaa. Mimi naamini ipo siku atanikubali. Na mjomba kama akinikubali, harusi yote naigharamia mwenyewe. Hai. Mjomba, haya umepigaje hapo? Na leo nitashinda hapa. Nataka nimpikie chakula kitamu ale ashibe. Kumpikia? Jiko la kuni. Usijali mjomba. Unaona mimi sisi nyumbani kwetu kuna mfanyakazi, lakini napika mimi, nafanya usafi mimi, yani kila kitu nakifanya mimi hapa. Na isitoshe tunapikia na jiko la kuni. Kwa hiyo kuhusu jiko la kuni nyewe hata msijali. Unasikia mjomba? Mimi bwana, katika hilo la jiko la kupika hilo sikushauri. Yaani haya majiko yetu kwanza moshi wake unawasha. Sijui kuni hizi sijui za wapi. Kwa katika hilo mjomba wangu, na kuomba usisubutu. Huyu hapa huyu shemeji yako. Huyu ndo jiko lishamzoea huyu. Huyu shangazi yako jiko lishamzoea. Akienda akipika pale, kwanza wanawasiliana, nani jiko kuna muda lina miss. So maana alivyofanana na jiko la kuni. Huyu ndo kafanana na jiko la kuni bwana. So sawa. Nilijua tu. Hili nililijua mimi. Nilijua tu. Hivi, kwa akili ya haraka mtu mzima kama Kendi anawezaje kupotea mwanangu? Kendi anajua anachokifanya. Kendi ana akili timamu. Asingeweza kukuvumilia hali uliyokuwa nayo mwanangu. Ni wanawake wachache sana. Japo nimejitahidi sana Kendi kumsii. Na nimejitahidi kutoa kila nilichokuwa nacho kumpa Kendi ili awe katika hali ya uaminifu, lakini nimeshindwa. Tabia ni ngozi. Kendi umwezi. Na hili mwanangu, amini usiamini, mama yake Kendi anajua kinachoendelea kuhusu mtoto wake. Sasa hebu niambie mwanangu,
Sasa hivi ulikuwa unaelekea wapi? Yaani mama, mimi siwezi kukubali. Nampenda mke wangu Kendi. Nitamtafuta mtaa kwa mtaa mpaka nimpate wapi ambapo ameenda. Niko tayari kupigana na dunia nzima kwa sababu ya Kendi wangu mama. Nampenda. Hivi kwa mfano unatoka sasa hivi, unakwenda huko unakwenda kumfuatilia Kendi. Unamkuta yuko kwenye mazingira mabaya, machafu, ya kuumiza zaidi. Utachukua maamuzi gani? Utataka kupigana au kuleta fujo? Ni mkeo. Ukifanywa fujo wewe zaidi, ukaathirika zaidi ya hivyo ulivyo, mimi nitakuwa wapi wakati huo? Hizi changamoto nitazitatua vipi? Sioni sababu ya kumfuata Kendi. Isipokuwa amini maneno yangu, mama yake Kendi anajua kinachoendelea kuhusu mtoto wake. Mkweo anajua kuhusu ufuska wa mtoto wake. Sasa option ni hii, mguu wako mguu wangu. Twende kwa mkweo, twende kwa mamake Kendi, itajulikana mbichi na mbivu. Twende. Mwache huyu akale posho wake. Sasa atafanya nini? Lakini ndo life is not Elias but is a good performance. Unaomba opportunity never come twice. Usijali mjomba. Labda anapendelea kula nini? Nyama. Wewe acha kutaja vitu unavyovipenda. Mayai. Tena wala achagui yawe ya kuchemsha au umkaangie vizuri alafu umwekee labda na kitunguu. We utamvutia kwako mjomba, ataganda. Sawa, lakini mjomba, we na mama kuna kitu mnanificha kuhusu yule kijana. Kuhusu yule kijana? We kelele! Lakini kaa kimya! Mama Kendi! We Mama Kendi! Mama Kendi! Naomba toka na mwanao. Toka na mwanao. Nimekwambia njoo na mwanao. Ina maana leo sisi hutujui. Maana unatushangaa kama ndio kwanza unatuona leo. Hutujui sisi. Mimi unijui na huyu ndo Tasha, mimi Mama Tasha. Nikufahamishe kwa hiyo. Mwanao yuko wapi? Mbona siwaelewi? Unataka ueleweke wewe tu. Sisi wengine hutuelewi. Kila ukija kwangu mwanamke, unakuja mdomo unauchonga. Maneno yanakutoka ambayo mengine hayana hata sifa nzuri. Ulivyokosa haya. Kumbe unajua shida za mwanao, si ndio? Unajua kama mwanao anamiliki ndoa mbili. Unajua kama mwanao fuska malaya. We dada wewe, tafadhali sana. Na ndio maana nitaka niongee na mwanao na wewe ukiwepo. Mwanao yuko wapi? Shangazi, mbona umoshi unauma sana machoni? Jamani shangazi, basi umesema unaweza kupikia jiko lako ni lakini. Naweza shangazi. Hata nyumbani napikiaga kuni. Sema kuni hizi zinawasha sana machoni, zinauma. Shangazi yangu, utaweza kweli? Wewe subiri uone shangazi. Mimi naweza kutumia ile jiko. Ndio napika mimi. Subiri tu uone. Hivi shangazi yangu, yule kijana unampenda? Nampenda shangazi. Tena nampenda sana. Na uwezi amini, nimeyapenda sana ya mazingira. Na hata nikija kuolewa naye, nataka tuishi huku huku. Ni kweli mazingira ni mazuri. Lakini shangazi yangu, hivi kwa mfano, siku kaja ukajua, yani siku kaja ukagundua yule kijana ni Mbavu mwenzangu. Abe mme wangu. Sasa nini? Wewe ufanya. Kishaanza. Yai gani? Limefanyaje? Yai limenyonywa na mrija. Shangazi, endelea mimi.
Ishikilie. Tena tuheshimiane sisi watu wazima hapa. Sawa? Unajua fika mwanao alipo. Mwanao hajafa mzima na wala sio kibudu. Na leo kaja kuifanya shengesha kwa mwanangu, kabeba vilago vyake na nataka talaka. Sasa nakupa taarifa. Talaka mwanangu hatoa. Hakuna talaka wala karatasi. Upo. Na hivi ninavyokuambia, tunataka gharama zetu zote tulizooa, tulizokulishia mwanao na hizo tulizomtunza nazo mwanao. Mimi ndo nakwambia. Umenielewa? Kumbe mwanao malaya anamiliki ndoa 2. Kwako hayupo, kwa mwanangu hayupo. Yuko hai. Kwa hiyo yuko wapi kama sio kwa bwana? Jamani, mimi sijui chochote. Mwenyewe chochote. Liweke hilo akilini. Na ukija kwangu uje na stara na adabu. Umenielewa mtu mzima mwenzangu? Twende mwanangu. Dawa iko jikoni kwa binti yako. Washenzi.